Nipende kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kwa kamati, kwa mgeni, lakini baba mwadhama atashukuru zaidi kwa niaba ya kanisa sababu yeye ndio amemwalika mgeni wetu. Nitangaze tu kwamba kwa wale CPT ambao hatujamaliza bado michango inaendelea. Kumbe kama hujamaliza leo kanisa halijaisha, kwa hiyo usiseme nimemaliza, kumbe bado ule mkeka utaendelea kusoma kama tulivyokuwa tumekubaliana. Niwashukuru wote ambao mmesafiri kuja kwa ajili ya adhimisho la misa takatifu. Baba mwadhama kwa kukubali ombi letu la kufanya harambee, uongozi wa serikali kwa kukubali kushirikiana nasi, jumuiya, vigango na watu binafsi. Lakini hata leo bado tumeendelea kuonyesha ukarimu kwa Mwenyezi Mungu, tukiwa na dhamira kubwa ya kujitegemea ambayo baba mwadhama alituandikia mwishoni mwa mwaka jana katika barua yake ya salamu za Christmas na mwaka mpya. Tuendelee kujitoa katika mambo mbalimbali ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, ujenzi wa mambo ya jimbo letu kuu la Tabora, ujenzi wa makanisa yetu kwenye vigango na huduma mbalimbali ambazo kanisa letu linafanya. Tunafahamu tuna matukio makubwa katika jimbo letu kama ifuatavyo. Tarehe 25 mwezi wa 5 kutakuwa na tukio la kupewa daraja ya uaskofu askofu mteule msaidizi Josephat Bududu ambaye ni wa jimbo letu kuu la Tabora. Naomba kwanza tumshukuru Mungu kwa zawadi ya huyo baba katika jimbo letu. Lakini tutakuwa na tukio la jubilea ya miaka 50 ya upadri wa baba askofu mstaafu Paulo Ruzoka. Na pia tutakuwa na jubilea ya seminari ya Kiparapara. Ni sisi tunayotayarisha matukio hayo. Pengine hatukufanya chochote kitu mpaka sasa, lakini kuanzia kesho sasa mikakati inaanza. Tutagawana kidogo, sio michango mikubwa sana, ambapo hadi mwisho wa mwezi wa 4 nikuhakikishie baba kardinali tutakuwa tumekamilisha michango yote. Mpaka mwisho wa mwezi wa 4 michango yote ambayo tumepangiwa kwa ajili ya matukio haya tutakuwa tumekamilisha kwa waamini na marafiki wa Sikonge kuweza kukamilisha. Kwa hiyo naomba ushirikiano katika hilo ambalo tutalifanya. Basi kabla ya kumkaribisha baba mwadhama, basi nipende kumtambulisha katibu wake baba Kabudi. Karibu uweze kusalimia. Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Padre Konstantini Elias Kabudi, katibu binafsi wa mwadhama Protas Kardinali Rugambwa. Nafurahi sana kusali pamoja nanyi katika tukio hili muhimu katika parokia hii ya Mtakatifu Petro Mtume Sikonge. Hongereni sana kwa kazi hii kubwa ya ujenzi wa kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu baba alipata ushemasi hapa, si mnakumbuka mwaka juzi? Kumbe amerudi nyumbani. Nakumbuka katika wale 4 walipata ushemasi. Ndiyo. Basi wakati tunasubiri kupata hesabu, na tutamuomba mheshimiwa mgeni rasmi aje aitangaze. Baada ya kuitangaza sasa nitamkaribisha baba mwadhama kwa neno la shukrani. Mheshimiwa baba paroko Padri Edwin Makusanya pamoja na mawakili wake, Padri Katoba ambaye kwa sababu maalum hayupo hapa, lakini pamoja na Padri Nyasi Akilimali, waheshimiwa waweko wakfu unaokuwa katika parokia hii, waheshimiwa, kuna mheshimiwa vile
mwenyekiti niheshimu uwepo wake, mwenyekiti wa parokia hii ambaye ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya walei. Niheshimu kwa namna ya pekee uwepo wa Mheshimiwa Dr. Gerald Mongela pamoja na wote alioandamana nao. Niheshimu vile vile uwepo wa wageni wote, tukianza kwanza na mapadri wageni pamoja na hao walioalikwa. Mimi nilikuwa hapa kwa ajili yenu nyote waamini ambao nawaheshimu sana na nawashukuru sana, kwanza kwa makaribisho ambayo mlinipatia tangu nilipofika tarehe 27 Alhamisi mpaka hivi leo tunapohitimisha ziara niliyokuwa nayo ya kichungaji katika parokia yetu hii ya Kaliua chini ya usimamizi wa Mtakatifu Petro. Kumbe ninapofunga nitaweka haya ninayoongea katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni inayohusu ziara yangu niliyokuwa nayo, na sehemu ya pili itahusu haya ambayo tumeyafanya leo chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Dr. Mongela ambaye ni mwakilishi wa mkuu wetu wa mkoa Paulo Chacha, ambaye kama nilivyosema pale mwanzoni tulitegemea awe hapa. Nikianza na hilo la kwanza la ziara yangu ya kichungaji hapa katika parokia yetu ya Kaliua, nitaliweka katika mambo manne ambayo jana nilishawashirikisha wale viongozi wa halmashauri ya walei pamoja na viongozi wa vyama na vikundi mbalimbali vinavyokuwa hapa vinavyotusaidia katika shughuli zote za kichungaji. Nikianza na la kwanza ni hilo la shukrani. Kwa shukuru nyote, nikianza kwanza na wachungaji, mapadri pamoja na waweka wakfu nao katika parokia yetu hii, viongozi wale ambao jana niwashukuru, lakini narudia tena kuwashukuru. Niwashukuru vile vile nyinyi waamini nyote kwa majitoleo yenu, kwanza kwa imani hiyo ambayo mmeilinda mpaka sasa, na sio imani tu bali imani ambayo mnakuja kuionyesha katika ushuhuda mnaofanya. Mambo mengi hata hili la leo ni katika hayo ya ushuhuda. Kumbe niseme asanteni sana, lakini pamoja na wale wote ambao wanawaunga mkono ili kwa imani yenu ambayo mnakuja na wao kuwashirikisha kwa haya ambayo mnayatenda kwa pamoja na mkaweza kweli kuyafanikisha. Asanteni sana kwa hiyo, nawashukuru.